Kufuatia sakata linaloendelea la wanaharakati wa Kenya kushikiliwa na mamlaka nchini Tanzania, serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Masuala ya Diaspora imetuma barua kwa serikali ya Tanzania kupitia wizara yake ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Barua hiyo yenye kichwa cha habari inayosema Wizara ya Mambo ya Nje na Masuala ya Diaspora, Idara ya Mambo ya Nje, kumbukumbu namba hizo hapo, inasema kwamba Wizara ya Mambo ya Nje na Masuala ya Diaspora ya Jamhuri ya Kenya inatoa salamu zake kwa heshima kwa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ina heshima ya kueleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu kukamatwa kwa Bwana Boniface Mwangi, raia wa Kenya mwenye passport namba BK 472892 anayezuiliwa na mamlaka za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wizara inafahamu kuwa licha ya maombi kadhaa, maafisa wa serikali ya Kenya wamezuiliwa kupata huduma za kibalozi na taarifa kuhusu Bwana Mwangi. Wizara pia ina wasiwasi kuhusu afya yake, ustawi wake wa jumla na ukosefu wa taarifa juu ya hali ya kuzuiliwa kwake. Wizara inayo heshima ya kukumbusha masharti ya mkataba wa Vienna kuhusu mahusiano ya kibalozi wa mwaka 1963 ambao Jamhuri ya Kenya na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni wanachama. Kifungu cha 36A na C kinabainisha kuwa maafisa wa kibalozi wana uhuru wa kuwasiliana na raia wa nchi yao walioko katika nchi nyingine na wanapaswa kuwa na haki ya kuwapata. Raia wa nchi ya asili wanapaswa kuwa na haki sawa ya kuwasiliana na maafisa wa kibalozi wa nchi yao. C. Maafisa wa kibalozi wana haki ya kumtembelea raia wa nchi yao aliyeko gerezani, kizuizini au rumande, kuzungumza naye, kuwasiliana naye na kumpatia msaada wa kisheria. Pia wanayo haki ya kumtembelea mtu yoyote wa nchi yao aliyeko gerezani au kizuizini ndani ya mkoa wao kwa mujibu wa hukumu. Kwa kuzingatia hayo, Wizara ya Mambo ya Nje na Masuala ya Diaspora ya Kenya inaomba kwa heshima serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuharakisha na bila kuchelewa kuruhusu huduma za kibalozi au kumwachilia Bwana Mwangi kulingana na wajibu wa kisheria wa kimataifa na taratibu za kidiplomasia. Serikali ya Kenya inasisitiza dhamira yake ya kuendeleza uhusiano mzuri wa kidiplomasia kati ya nchi hizi mbili na ina matumaini kuwa suala hili litatatuliwa haraka na kwa amani kwa roho ya ushirikiano wa kikanda na kuheshimiana. Wizara ya Mambo ya Nje na Masuala ya Diaspora ya Jamhuri ya Kenya inatumia fursa hii tena kuwasilisha kwa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania heshima zake za hali ya juu kabisa. Barua hiyo ikiwa imetumwa mnamo tarehe 21 Mei mwaka huu wa 2025 kutokea Nairobi kwenda kwa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenda Dodoma nchini Tanzania. Lakini muda mfupi baada ya barua hii kutolewa na mamlaka za Kenya, gazeti la The Nation huko nchini Kenya limeripoti kuwa baada ya kelele nyingi, hatimaye mwanaharakati mashuhuri wa Kenya Boniface Mwangi ameachiliwa na mamlaka za Tanzania akiwa ameumizwa. Taarifa hiyo inaeleza kuwa Mwangi amesafirishwa kwa gari kutoka Dar es Salaam na kwenda kutupwa eneo la Ukunda mbele kidogo ya mpaka wa Horohoro. Familia yake ilijulishwa ambapo ilifika na kumkimbiza hospitali ambapo kwa sasa anaendelea na matibabu. Itakumbukwa kuwa Mwangi pamoja na wanaharakati wengine akiwemo Martha Karua waliwekwa kizuizini baada ya kutua nchini Tanzania siku ya Jumatatu wiki hii kuhudhuria kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu. Lakini hata hivyo baadhi ya wanaharakati walirejeshwa Kenya kwa lazima, yani deported, akiwemo Martha Karua, lakini Boniface Mwangi pamoja na Agatha Adhuhaire wa Uganda walikamatwa na kushikiliwa katika kituo kikuu cha polisi cha Central jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Jana usiku siku ya Jumanne, Citizen TV ya Kenya iliripoti kuwa jeshi la polisi nchini Tanzania lilisema linakamilisha taratibu za kuwarejesha kwao Mwangi pamoja na Agatha, yani deportation, kwa kuwa waliingia nchini kwa kutoa taarifa za uongo, jambo ambalo ni kinyume
cha sheria. Hii ni Habari 24 Channel ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza kufanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na utaendelea kupokea habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.